Majina naitwa Janet Elimu, ni mmiliki wa LJ Food Point Dodoma. Na usiku wa leo nimeshinda kipengele cha mwanamke mwamba katika sekta ya chakula. Sekta ya chakula, hiyo sekta mimi pia napenda hiyo sekta ya chakula. Hebu niambie kwa nini umedeserve tuzo siku ya leo? Hajakusikia msema. Kwa nini umedeserve tuzo siku? Kwa nini? I think I deserve it kwa sababu watu wameona nina kitu gani, nini nafanya. Kwa hiyo I think I deserve it. Tuna chakula kizuri kwanza, ukija kwetu huduma ni nzuri kuanzia kwenye customer care. Chakula kuna variety. Utapata vyakula vya Kiswahili, utapata barbecue, yani kila kitu unapata kwetu. Kwa hiyo I think I deserve. Na watu wameona pia struggle yangu toka kipindi hicho ninavyoanza. Yes, na nilipofika sasa hivi. Kwa I think wameona na deserve. Wewe umeanza wapi? Umeanzaje? Hebu niambie mpaka hapa kufikia. Mpaka kumiliki ofisi kwa uchache tu. Okay. Biashara ya chakula nimeanza muda kidogo kwa sababu nimeanza nikiwa chuo mwaka wa pili. Kwa hiyo nimeanza muda mrefu toka 2016. Kwa hiyo ni muda mrefu, sio kitu okay. Kwa swala la mtaji, kwa sababu nilikuwa bado ni mwanafunzi, sikuanza na ofisi. Kwanza sikuwa na ofisi. Swala la ofisi limekuja baada ya miaka minne, almost minne. Na kwa kama nilikuwa mwanafunzi, kipindi nasoma, ile ambayo nilikuwa napewa nilianza nayo hiyo. Nikaa napika na pekea wanafunzi chakula. Yes, nikiwa chuo. Kwa from there nilipomaliza chuo, nikaona kama kuna opportunity. Na maliza chuo naenda mtaani naenda kufanya nini? So I had to start a business ambayo ni biashara ya chakula. Kwa nikaa nimepanga napika chakula, naanza kutembeza. Nimeuza sana chakula cha 1000, 1500. Watu wa Makuru wananijua vema. Nimetembea kwenye masite hizo wanajenga watu, natembeza chakula cha 1000, 1500. Kwa from there nikaanza kukua, nikaanza kutengeneza bites. Nauza sambusa Jumatatu mpaka Jumapili asubuhi. Alafu Ijumaa napika biriani tu. Kwa hiyo ni safari ndefu. So safari ambayo nilianza nikaanza na ofisi hapo. It was a long journey. Mpaka sasa hivi ndio maana nasema I think I deserve. Ni watu wameona struggle yangu ya muda mrefu. Kwa safari yangu ilianza hivyo kidogo kidogo, nikapata ajira. Nilipata ajira. Kwa nikaacha kufanya, lakini lengo langu kuacha kupika. Sikuwa na mtaji. Yes. Kabla kuacha ajira kwanza. Nilipopata ajira, obviously I went there kwa sababu nilikuwa nahitaji capital. Na kama unajua familia zetu, hizo sio familia ambayo sisi tunatoka kwenye familia za kimaskini. Sio familia ambayo inaweza kukuambia kwamba chukua mtaji fanya. Na kama ukiangalia wazazi wengi pia hawasupporti mtoto wake msoma muone anafanya biashara. Kwa I had to go, nikafanya kazi kwa mwaka mmoja. Nikapata kiasi cha hela, nikarudi tena Dodoma. Kurudi Dodoma ndo nikaanza kustruggle kupata eneo. Nikaanza kupika. Nimeanza na viti viwili, kidogo vikaja 4. And I thank God nafanya vizuri. Na soon tutafungua ofisi yetu mpya. Hongera sana. Kwa kweli kwenye biashara kama una moyo mgumu, ni ngumu sana kufanya kwa sababu changamoto ni nyingi. Yaani kuna kipi kama biashara ya chakula. Unavyojua chakula sio kama nguo. Ukishapika that means watu lazima wale chakula kiishe. Kwa hiyo usipouza lazima chakula inakuwa umeingia hasara. Hapo ushatumia mkaa, ushatumia gesi, mfanyakazi lazima umlipe. Kila chakula tayari kama ulichukua kitu, you have to pay. Hutaweza kumuuzia mteja tena kesho yake. Kwa hiyo ni changamoto ambayo nilishakutana nayo na iliniumiza sana. Kuna kipindi biashara inakuwa mbaya. Unauza mpaka kilo 1 afu naishi. Na kesho lazima ufungue ofisi. Lakini as a woman, kwa sababu yes, unalia, you cry, huna nauli hata kurudi nyumbani. Unajiuliza kesho yake unafanyaje. Lakini kwa sababu hizi biashara tunafanya pia kwa mali kauli, na kama ni kitu unakipenda, kama biashara ya chakula is hard, lazima uwe ni kitu ambacho unakipenda. It's from your heart. Sio kitu kirahisi. Kwa sababu you cry leo unalia, kesho unarudi tena. Kama biashara tunafanya kwa mali kauli, unarudi unaambia bwana nahitaji kitu fulani, nikishauza jioni nitarudisha hela. Kuna changamoto kwa sana nayo.
inspire to nyingine ni kwamba they don't have to lose hope, yani wasikate tamaa. Biashara sio rahisi. Huwezi ukafungua leo kesho ukategemea utapata faida. Yani ina ups and downs za kutosha. Kwa hiyo wawe wavumilivu. Mimi biashara nimefanya sasa hivi ni unaenda mwaka wa ngapi? Wa 8 wa 6. Ni kitu ambacho kimechukua process, kina ups and downs za kutosha. Kuna sometimes you don't make it, lakini lazima uwe mvumilivu. Kwa anayeanza kuwa mvumilivu na consistency, yani uwe na muendelezo wa kitu. Umeanza na biashara, kama umeanza juice, stick na juice yako hiyo hiyo, either you make it or you make it, yani stick na kitu hicho kimoja mpaka utakapopata matokeo. Itakuwa rahisi wewe kugrow. Kwa hiyo wasikate tamaa, wawe wavumilivu, consistency, na wawe na discipline. Kwa sababu usipokuwa na discipline leo umepata faida, umemaliza, huwezi kuwa na kitu kikubwa. Kwa hiyo wawe wavumilivu, wawe na consistency ya kufanya kitu hicho, na pia wawe na yes, ndio hivyo tu. Thank you for time.